Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Mbunge, madiwani, wenye viti wa serikali za mtaa pamoja na watendaji wote wa serikali, kwa umoja wetu ndo tunaweza tukaleta huduma zilio bora. Wote tukitegemea tawi moja tutachelewa kufika. Sawa ndugu zanguni? Kwa hiyo sisi tunawaahidi kama wawakilishi wenu mbunge na madiwani kwamba tutaendelea kufanya. Tutafanya kwa sababu Kondoa ni ya kwetu, na kwa sababu sisi wenyewe ni wa hapa hapa. Tutafanya kwa sababu hizo huduma zinatuhitajia hata sisi wenyewe zipate. Hatutaki ubaba, tunataka maendeleo. CCM oye! Kwa maana hiyo nitaka niwaambie tu, shughuli zote za maendeleo ambazo nyinyi mlinituma, mambo yote ambayo mlinituma ni wa mjini na wote wa pembezoni mjini. Hakuna mtaa hata mmoja sikwenda kufanya lile walilonituma. Wengi watauliza huu mradi wetu utakamilika lini, lakini sio huu mradi kwamba haupo. Mwisho nataka niwaambie vision yetu, mpango wetu ni nini sasa. Serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kupitia mpango wetu na kumuomba, tunakwenda kuboresha hili soko letu linakuwa la kisasa. Tulikuwa tukizungumza, watu walikuwa wanaona kama mzaa, lakini soko hili tunakwenda kulifanya linakuwa la kisasa. Watakao wafanyabiashara wa ndani hapo kwa utaratibu mzuri, mvua haitaonyeshea, jua halitawapiga, na tutawawekea mazingira ya kuongeza idadi ya wafanyabiashara kwenye soko hili. Niwashukuru, nilikuwa nafuatilia wafanyabiashara wa soko, niwashukuru. Mlipokea mradi, mlikuwa mna maswali mazuri sana, nilikuwa nafuatilia, lakini mliupokea vizuri mradi. Lengo ni kuboresha haka kamji na kenyewe kawe kamji ka kisasa. Tusiishie halmashauri ya mji, tunatamani iwe manispaa ili tupate hadhi na sisi tuende. Lakini niwape tu taarifa, ile stendi ilituletea kelele sana kipindi cha nyuma. Tumekwisha pata mradi. Tayari kazi za awali zimefanyika. Tunajenga stendi ya kisasa sana pale kupitia serikali yetu ambayo itapandisha hadhi ya mji wetu. Mpango wetu uliopo mwingine, tunajenga barabara za lami kwa kupitia mradi huo, ambapo tutazunguka maeneo haya ya Ubembeni yote. Tutazunguka ile maeneo yote yale ambayo hayana uwanja wa Puma kwenda Kondwagezi, kwenda Igoni, maeneo haya ambayo tutaweka lami kwenye mradi wote, na mradi utaanza mwezi. CCM oye! Tayari kazi za makaratasi, serikali inaanzaga kazi za makaratasi za mezani, sawa sawa. Kazi hizo tayari zinaendelea, na hili jambo lilichelewa kwa sababu moja tu. Laiti kama sababu hiyo tungekuwa tumeiondoa, leo mngeanza kuona magreda, mngeanza kuona wakandarasi, mngeanza kuona kwenye hadi miradi yote. Lakini tulibaki nyuma miaka yote. Kondoa hii ilikuwa haina mpango mkakati wa halmashauri. Kulikuwa hakuna. Tumeingia sisi ndo tukaanza kuandaa huo mpango. Huo mpango unasababisha halmashauri kupata fursa za fedha kutoka Benki Kuu, Benki ya Dunia na mabenki mengine. Tulikosa fursa hiyo kwa sababu hatukuwa na mawazo ya kuandaa hiyo document muhimu ambayo leo inatuletea miradi mikubwa. Nyinyi ni mashahidi, amesema mwenyekiti wa halmashauri. Tulipokea halmashauri kwa mwaka mmoja ilikuwa inaingiza fedha milioni 800 kwa mwaka mzima, milioni 800. Leo kwa mwaka mmoja, bajeti ya mwaka huu inakwenda karibia bilioni 3 kwa mwaka huo. Na ndio maana mnaona leo halmashauri inawapa vijana mikopo hadharani. Huko nyuma mlikuwa mjaona hichi kitu, mlikuwa mnaona? Leo tunagawa mikopo hadharani, mapikipiki tuligawa hapa stendi.
Mengine tuligawa huko kwa sababu sasa ni uwazi, na tunataka serikali ya CCM chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan wananchi wake waanze kunufaika na fedha zao. Huko nyuma niwaambie tu, tuliambiwa kuna miradi imetekelezwa ya milioni 900. Tulienda na mwenyekiti na madiwani kwenda kutafuta hiyo miradi, hatukuiona. Leo tunajenga zahanati, tunajenga madarasa, tunafaua, tunasajili mashule kwa fedha hizo za halmashauri. Ninawapongeza sana watendaji wa halmashauri wakiwa na mkurugenzi wao, lakini kwa usimamizi makini wa DC wetu Bi Fatma pamoja na watumishi wengine. Niwape tu matumaini kwamba tuko imara, tuko vizuri, na bajeti hii tunayoipitisha safari hii inakuja na mambo mazuri sana. Sasa bahati mbaya miaka yangu 5 inaisha, hiyo mingine sijui. Niko bungeni, tunaandaa bajeti ya utekelezaji ujao. Miaka yangu itaisha mwezi wa 6. Mungu akitupa afya tutakuja kuomba. Nyinyi ndo mabosi mwenye dhamana. Wangapi wanasema watanipa 5 tena? Mama Samia oye! Haya, tumuombe Mwenyezi Mungu atufikishe salama ili kazi ifanye nini? Kazi iendelee. Tumtumie vizuri rais wetu kwa sababu ana nyota inang'aa, lakini tunamshukuru Mungu pia mbunge wenu amemjalia nyota inang'aa. Bwana anasema ana swali, nakupa wewe ofa ya swali moja, karibu. Hayuko sawa. Haya, nimeambiwa hayuko sawa. Basi hayo ndio nilitaka niwaeleze kwa ajili ya manufaa yetu. Tutaendelea vizuri. Watu wa Tumbelo mpo? Watu wa Tumbelo mpo? Kilio chenu nimemaliza na fedha ya jimbo, kweli si kweli? Tumefungua barabara yao kwenda kwa majirani zao na daraja tumewajengea. Nendeni mkawape taarifa wale wote ambao wanalalamika umeme hujafika kwenye majumba yao. Safari hii nina miradi, nimepewa vitongoji 6, nitavipeleka huko, lakini baada ya hapo tumekubaliana Hachu tutapeleka umeme, Mongoroma pamoja na Chandimo tutapeleka umeme. Kwa hiyo maeneo yote ambayo hayajafikiwa, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan itakaa sawa. Kwa sababu naamini rais akija hapa Kondoa atampandisha nani jukwani? Kama atanipandisha mimi jukwani, sitaki nije nisikie kwamba kuna sehemu nimezembea. Ndio maana tunapiga kila kona. Sawa sawa CCM oye! Mama Samia oye! Ninawashukuru sana kwa muda wenu. Narudisha mic. Mungu awabariki sana. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.